juu ya uwajibu wa zaka hii ambayo walillahi alhamdu wengi katika waislamu wanaiweza. Zakatul fitri alhamdulillah waislamu wengi wanaiweza, haihitaji matajiri sana wenye mali nyingi, bali muislamu wa kawaida tu aliye na kipato cha kawaida anaweza kuitoa zaka hii. Kwa hiyo ni vizuri tukasikiliza maelezo yake, alafu pia ujiangalie kwamba je, wewe ni katika wanaostahili kupewa au wenye kustahili kutoa. Maana kuna watu wanafanya makosa, yeye anastahili kutoa lakini hatoi, asubiri apewe. Na hili ni tatizo ambalo limeenea sana katika miji yetu. Tunapenda sana kupewa bila wakati mwingine kuangalia vile vigezo, nani anastahili kupewa na nani hastahili kupewa na nani anastahili kutoa. Kwa hiyo dalili miongoni mwa hizo ni kauli yake Taala katika suratul A'la, yani sabbihisma rabbikal a'la, pale Allah tabaraka wa taala aliposema katika aya 14, qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, kwa hakika amefaulu yule mwenye kujitakasa, mwenye kutoa zaka. Baadhi ya wanawachuoni wao wanazungumzia mutlaq wa kujitakasa, mtu atakayejitakasa, lakini baadhi yao wanasema kama anavyosema Sheikh Al-Fawzani, qala ba'd as-salafi al-murad bit-tazakki huna ikhraj zakati al-fitri. Wamesema baadhi ya wanawachuoni waliotangulia, makusudio ya al-mutazakki, mwenye kutoa zaka, huna makusudio mwenye kutoa zaka hapa ni ikhraju zakati al-fitri, ni kuitoa zakatu al-fitri. Ndio maana akasema qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, kwa hakika amefaulu yule atakayetoa zaka na akalitaja jina la Mola wake kwa kula takbirat, takbira zaidi zile, wa dhakara isma rabbih fasalla, kisha akaswali, yani salatul Eid, ndio muradi wake. Baadhi salafi wanasema hivyo. Na katika suala la zakatu katika Eid al-Adha imekuja fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako alafu na uchinje kwa jina la Mola wako. Kwa hiyo unaswali kisha baada ya hapo ndio kuna kuchinja. Na hii kuna kutoa zaka kwanza, kuna kulitaja jina la Allah tabaraka wa taala, kisha kuna kuswali. Baada ya sala hakuna dhikri, hakuna takbirati zile za Eid, wala hakuna zaka ile zakatul fitri. Zakatul fitri kama tutakavyoona wakati wake ni kabla ya sala. Kwa hiyo qala ba'd as-salafi al-murad bit-tazakki al-mutazakki huna ikhraju au al-murad bit-tazakki huna ikhraju zakati al-fitri, muradi wa kutoa zaka hapa ni kuitoa zaka ya fitri. Watadkhulu fi umumi qawlihi ta'ala, na zakatu al-fitri inaingia katika jumla ya kauli yake Ta'ala aliposema wa atu zaka, na toeni zaka. Miongoni mwa amri za utoaji zaka ni hii zakatu al-fitri. Wa fi sahihaini wa ghayrihima, na imepokewa katika sahihi mbili, sahihu al-Bukhari na sahihi Muslim na vitabu vingine, kwa hadithi inayosema faradha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabiri min al-muslimin. Amefaradhisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ya fitri, yani zaka ya kufungua, ile kutoa pishi moja, pishi ima ya tende au pishi ya shairi, ngano, kumtolea mtumwa na muungwana. Limefaradhishwa kwa mtumwa na kwa muungwana. Kama wewe
ni muungwana, na alhamdulillah watu wote waungwana sasa, si watumwa. Wamefaradhishwa juu yao kutoa zakatul fitri. Wadhakari, na mwanamme, waluntha, na mwanamke, wasaghiri, na mtoto mdogo, walkabiri, na mtu mzima, min almuslimina, katika Waislamu wamefaradhishiwa kutoa zakatul fitri. Kwa hiyo wewe unatakiwa uitolee zaka nafsi yako, watolee zaka ahali zako, yani mke wako na watoto wako na wale wote ambao uko chini ya himaya yako, ambao wewe unawalea, watoto wako na watoto unaowalea kama ndugu zako, wajukuu zako ambao wanakutegemea wewe katika chakula chao. Unatakiwa uwatolee zakatul fitri. Kila mmoja atolewa pishi moja. Utaona kwa mikadari yake inakuwaje. Kwa hiyo utaangalia kwa kadri istitaa, utaitolea nafsi yako, utamtolea mke wako, utatolea na watoto wako, bali hata mtoto atakayezaliwa usiku wa kuamkia Eid pia atatolewa zakat. Maghribi ile atatolewa zakatu alfitri. tumeelewana. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها. ومسموليا wengi asiyekuwa mmoja katika maulama maafikiano ya waislamu juu ya uwajibu wa zakatul fitri, kwamba ni wajibu, sio jambo la khiari, ni wajibu zakatul fitri. والحكمة في مشروعيتها, na hikma ya kuwekwa zakatul fitri ni kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba ni tuhratun lis-saimi min al-laghwi war-rafath, ni utaharifu wa kumtakasa mwenye kufunga, kumtakasa kutokana na mambo ya laghu aliyofanya na kauli chafu alizozitoa wakati wa kufunga kwako. Pengine kuna maneno machafu uliyosema, vitendo ambavyo siviridhishi. Kwa hiyo ukiitoa saumu ile, ukitoa ile zakatul fitri, inasafisha kauli zile na vitendo hivyo. Wa tu'matun lilmasakin, na ni chakula kwa ajili ya maskini. Kwa hiyo ni chakula kwa ajili ya maskini. Wa shukrun lillahi ta'ala ala itmami faridati siyam, na ni shukrani kwa Allah Ta'ala juu ya kukamilisha faradhi ya saumu, mpaka ukawa umefika wakati wa kufungua na wewe ni muafa, afya yako ni njema, umefunga salama, basi unatakiwa mshukuru Allah tabaraka wa taala. Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Mumkabbiri Allah, mkamilishe idadi na mumkabbiri Allah tabaraka wa taala kwa vile alivyokuongozeni katika njia ya haki ili mpate kumshukuru. Watajibu zakatul fitri ala kulli muslim, na zakatul fitri itakuwa ni wajibu kwa kila muislamu, dhakaran kana au untha, mwanamme au mwanamke, saghiran au kabira, mkubwa mdogo au mkubwa, hurran kana au abda, ni mtumwa, ni muungwana alikuwa au ni mtumwa. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكرنا قريبا, وحديث ابن عمر رضي الله عنهما متميتاجا hapo karibu. Hadithi hii ameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake nambari 1503 na Imam Muslim katika sahihi yake hadithi nambari 2235. Katika hadithi hiyo kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amefaradhisha zakatul fitri ala al-abdi wal-hurri والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفرض, aliposema farada bimaana alzama wa aujaba, maana yake amelazimisha na amewajibisha. وكما أن في الحديث أيضا بيان مقدار ما يخرج عن كل شخص, na kama vile ambavyo katika hadithi vile vile kuna ubainifu wa kiwango ambacho hutolewa kwa kila mtu, kiwango kinachotakiwa. Wa jinsu ma yukhraju, pia imebainisha ile sampuli ya chakula ambacho kinatolewa. Fa miqdaruha sa'un, miqdari yake ni pishi moja. Wa huwa 4 amdadin, na pishi moja ni vibaba 4.
ambayo ni sawa sawa na kilo 2 na robo, sawa sawa na kilo 2 na robo kilogram, na mtu akitoa kilo 2 na nusu fala ba'sa, lakini wengi katika wanachuoni wamekadiria kwamba ni sawa na kilo 2 kilo waini wa rubu, kilo 2 na robo. فمقدارها صاع وهو 4 أمداد، miqdari yake ni pishi na ni sawa na vibaba 4 ambavyo tunasema ni kilo 2 takriban na robo. Wa jinsu ma yukhraj, na sampuli ya kile chakula kinachotolewa huwa min ghalibi quti albalad, ni kile chakula cha wengi katika mji ambacho watu wengi hutumia chakula hicho. Burran kana au sha'iran, hivyo ni bur au na sha'ir, zote ni sampuli za ngano, sio? Shairi kwa Kiswahili itaitwa shairi, sio? Tamran au zabiban au aqitan, iwe ni tende au zabibu au ni aqit, sampuli katika mafuta, sio? Samli. أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد, au isiyokuwa haya katika sampuli ambazo watu wamezoea kula katika mji. Wa ghalaba isti'maluhum lahu, na ikawa matumizi yao yamekuwa ni kwa wingi kwenye chakula hicho. Kal uruz, kama vile mchele, wa dhura, na mahindi, wama yaqtatuhu an-nas, na vile ambavyo watu huvifanya kuwa ni kande. Huwezi kutoa zakatul fitri maembe au machungwa, kwa sababu watu hawafanyi kama ni kande. Hutolewa chakula ambacho watu kifanya chakula. Fi kulli baladin bihasabi, katika kila mji kwa kadiri yake, yani kila watu wa mji wana mazoea vyakula vyao. Kwa vile vyakula ambavyo vinafanywa kwamba hivi ni vyakula watu hula vyakula hivyo wakaishi, basi ndivyo ambavyo vinatolewa zakatul fitr. Kama humu wetu mchele, ngano, mahindi, na mahindi bado wanatumia siku ya sikukuu, na mahindi sio kwa ajili ya ugali, makopa kwa ajili ya ugali wa muhogo wanatumia huko. Almuhimu chakula cha mji. Lakini siku ya Eid umpelekea mtu unga wa bada, inakuwaje hiyo? Au unga wa dona? Ndio hii fitri yangu. Sasa hii dharau bwana. Nyinyi mapilau kumtuletea sisi dona. Allahu musta'an. Kwa hiyo watu watakiwa watoe chakula ambacho huliwa katika mji kwa wingi, kila mmoja hula, kila mmoja anakuwa anakitumia, kama bayana sallallahu alaihi wasallam waqta ikhrajiha, kama alivyobainisha mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa kutolewa kwake. Ni mtume sallallahu alaihi wasallam pia amebainisha, wa huwa annahu amara biha an tuadda qabla salati al-Eid, na ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha itolewe zakatul fitri kabla ya swala ya Eid. Sio wafika msikitini hapo na maswali, sasa waislamu kuna zakatul fitri, tushaswali sasa tuombe zakatul fitri ya kazi gani? Zakatul fitri ni kabla ya watu hawaja swali, kama hadithi inavyotuambia. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema faman addaha au man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakayetoa zakatul fitri kabla ya kuswali swala ya Eid ni zaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salati, atakayetoa zakatul fitri baada ya kuswali fahiya sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa ni sadaka tu, hajatoa zakatul fitri. Sasa watu wanakwenda msikitini na makoti yao na miaruma yao, wafika pale mshaswali Eid, waislamu msisahau leo kuna fitri. Fitri ipi tena ishapita? Kwa hiyo maana tunaambiana kabisa, ukikaa ufahamu kwamba kuna kitu chaitwa zakatul fitri kinatakiwa kitolewe kabla ya kuswali salatu al-Eid. Fayabda waqtu al-ikhraj au waqtu al-ikhraj, utaanza wakati wa kutoa zakatul fitri. Al-afdalu bighurub ash-shams laylat al-Eid, iliyo bora ni mtu kutoa wakati wa kuzama kwa jua
usiku ule wa kuamkia Eid. Wayajuzu taqdimu ikhrajiha qabla al-Eid, na itafaa kutanguliza kuitoa fitri kabla ya Eid biyawmin au biyawmain, kwa siku moja au kwa siku mbili. Kabla ya siku ya Eid kwa siku moja au kwa siku mbili unaweza ukatoa. Faqad rawa al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi nambari 1511 anna as-sahabata kanu ya'tuna qabla al-fitri biyawmin au biyawmain, kwamba masahaba walikuwa wao wakitoa fitri kabla ya kufungua kwa siku moja au kwa siku mbili. Fakana ijma'an minhum, kwa hiyo hilo limekuwa ni kama maafikiano kwao. nukta hiyo. Wa ikhrajuha yawm al-Eid qabla as-salati afdal, na kuitoa zakatul fitri katika ile siku ya Eid kabla ya sala ni bora zaidi pia. Fa in fatahu hadha al-waqt, ukimpita mtu ukimfutu wakati huu, fa akhara ikhrajaha, akachelewesha kuitoa zakatul fitri an salati al-Eid mpaka ikawa ni baada ya sala ya Eid, wajaba alayhi ikhrajuha qada'an, itakuwa ni wajibu kutoa kwa kulipa tu, lakini itakuwa hakupatia. Lihadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa sababu ya hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambayo tumeitaja, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbula, atakayetoa kabla ya sala basi hiyo ni zaka yenye kukubaliwa. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat, hadithi ameitaja al-Imam Abu Daud katika sunani yake na Ibn Majah rahmatullahi alayhima. Wa yakunu athiman bitaakhiri ikhrajiha an al-waqt al-muhaddad, na atakuwa ni mwenye kupata madhambi kwa sababu ya kuichelewesha fitri nje ya wakati wake uliopangiliwa. Walimukhalafatihi amra rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na kukhalifiana kwake na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayukhriju almuslimu zakata alfitri an nafsi, muislamu anatakiwa atoe zakata alfitri kwa ajili ya nafsi yake, ajitolee yeye mwenyewe. Wa amman yamunuhu, na yule anayempa chakula, ayunfiq alaihim, wale watu ambao yeye anawalisha, min azawjat, miongoni mwa wake, wal aqarib, na jamaa ambao yeye anawasimamia. Liumumi qawlihi, liqawli umumi qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, addu al-fitra amman tamunun, tumawinun au tamunun, toeni zakatul fitri kwa wale ambao nyinyi mnawapa matumizi, wapeni zakatul fitri. حديث يبقى الدارقطني البيهقي. ويستحب إخراجها عن الحمل, pia ni mustahabu kuitoa zakatul fitri, kuitolea hata mimba, mtoto bado yuko tumboni kamtolea zakatul fitri. Lifil Uthman radhiyallahu anhu, kwa kitendo cha Uthman radhiyallahu anhu. ومن لزم غيره إخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت، لأنها وجبت عليه ابتداء والغير متحمل لها غير أصيل. وإن أخرج شخص عن شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت، وبدون إذنه لا تجزئ. ومن لزم غيره, نمنكم لزم mwingine, إخراج الفطرة أو الفطر عنه كمتليا فطري, فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه, akaitolea yeye mwenyewe pasi na idhini ya yule ambaye inamlazimu. Maneno yamekaa hajakaa sawa. Anakusudia kwamba mfano baba yeye ana lazima ya kumtolea mtoto wake, lakini mtoto akajitolea mwenyewe sasa bila idhini yake, ajizaati itatosheleza. Tutakutoa baba, mimi nishatoa basi imetosha. Liannaha wajabat alayhi ibtidaan, kwa sababu ilikuwa ni wajibu kwake yeye mwanzo. والغير متحمل لها غير أصيل, na huyu mwingine atakuwa amejibebesha jambo hilo pasi na kuwa ndio asli. Fa in akhraja shakhsun an shakhsin la talzamuhu nafaqatuhu biidhnihi ajza'at, ikiwa mtu atamtolea mtu mwingine ambaye hakimlazimu chakula chake kwa idhni yake itatosheleza. Mtu mwingine kando ukaamua kumtolea zakatul fitri, lakini kwa idhni yake, bwana nakutolea zakatul fitri, sawa bwana, ukatoa, itatosha, hata kama si katika watu ambao wewe inakulazimu chakula chao. Wabiduni idhnihi la tujzi'uhu, na bila idhni yake haitatosheleza. Natolea waislamu wote, wenyewe hawatambui kwamba unawatolea zakatul fitri wala hawaja kuruhusu hilo, haitatosheleza.
ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره أن يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه. na yule ambaye imemwajibikia juu yake kutoa zakatul fitri kumtolea mwingine, itakuwa ni wajibu kuitoa zakatul fitri pale mahali ambapo yeye yupo, walau kana al-mukhraj anhu fi makanin akhar, hata kama huyo anayetolewa yuko mahali pengine wamtolea mtu zaka lakini yeye yuko mbali, hayuko hapo. Unaelewana? Huyo unamtolea wewe hayuko hapo, wewe si uko hapa, na huyo ambaye unamtolea yuko mbali, utakiwa umtolee hapa tu. Sio lazima sasa kwa sababu yuko huko basi wapelekee maskini wa huko. Wanuhibbu an nanqula laka kalaman li Ibn al-Qayyim fi jinsi al-mukhraj fi zakat al-fitr. Anasema tutapendelea kukunukulia wewe maneno ya Ibn al-Qayyim kuhusu jinsi ya kile chenye kutolewa katika zaka ya fitri. Qala rahimahullah ta'ala lamma dhakara al-anwa' al-khamsa al-waridah fi al-hadith وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم ساع من قوتهم. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والمسك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان. هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث. وأما إخراج الخبز أو الطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala maana yake anasema wakati baada ya kutaja zile sampuli tano zilizotajwa katika hadithi, asema wa hadhihi, na hivi vilivyotajwa, kana ghalibu aqwatihim bil Madina, ndivyo vilikuwa vyakula vya ghalibu katika mji wa Madina. Vile vyakula vilivyotajwa katika hadithi ndivyo watu wa Madina walikuwa wakitumia sana: sha'ir, tamr, aqiq. Mfahamu, ndio vyakula ambavyo watu wa Madina wakitumia sana kwa wakati huo, walikuwa hawatumii ugali wala wali, ndio vyakula vyao. Fa amma ahlu baladin au mahallatin qutuhum ghayru dhalik, ama watu wa mji fulani au mahali fulani chakula chao si hivyo, yani vyakula vingine, fa inma alayhim sa'un min qutihim, takuwa ni wajibu juu yao kutoa pishi ya vyakula vyao. Fa in kana qutuhum min ghairi alhubub, kikiwa chakula chao si katika tumba, yani si katika nafaka, vyakula vyao wanavyotumia, kuna watu hawatumii nafaka katika vyakula vyao. Kallaban, kuna watu wengine maisha yao wanakula chakula chao ni maziwa. Wallahm, na wengine chakula chao wallahmi, na chakula wengine chakula chao ni nini? Ni nyama. Wasamak, pale nilifanya tashihi nasema walmiski, sio wasamak, na samaki. Kuna watu wengine wanakula samaki tu, ndio maisha yao. Watu wa visiwani mbali huko wanatumia samaki tu. Samaki tapikwa hivi, mara tapikwa hivi, anabadilishwa namna ya kupika. Na wengine vyakula vyao ni nyama za kukausha, machinjwa mnyama na anikwa, basi watu wanakula nyama tu. Na wengine vyakula vyao ni maziwa. Akhraju fitratahum min qutihim kainan man kana, wao wanatoa fitri yao kutokana na chakula chao wanachokula chochote kitakavyokuwa. Hadha qawl jumhur ulama, hii ndio kauli ya wengi katika maulama. Wa huwa as-sawab, ndio kauli sahihi, alladhi la yuqalu ghayru, ambayo haisemwi nyingineyo sio kwa hiyo. Idh al-maqsudu saddu khallat al-masakin yawm al-eid, kwa sababu makusudio ni kuziba ule udhaifu au kuziba ule upungufu wa maskini siku ya Eid. Wa muwasatuhum, na malengo vile vile ni kuwaliwaza, min jinsi ma yaqtatu ahli baladihim, kutokana ile jinsi ya chakula ambacho wanakifanya kuwa ni chakula watu wa mji wao. Wa ala hadha fayujzi ad-daqiq, na kwa hili utatosheleza unga utatosheleza. Kama ni unga wa ngano, sio lazima iwe ngano ile yenyewe. Kama watu wanatumia dona, basi unga wa dona, sio lazima mahindi. Wa illa yasihha fihi alhadith, hata kama hadithi ikusii katika ile, lakini wataangalia watu wa mji wanatumia chakula gani.
Wa amma ikhraju al-khubz au at-ta'am, ama kutoa mkate kwenda kwa mabufulo kutoa fitri, inakuwaje? Wakaenda kununua mikate bufulo, kusema sasa fitri yangu hii. Au at-ta'am, au chakula, ukapika wali, ukapika ugali na mchuzi, kwamba bwana haya fitri yangu hiyo. Fa innahu wa in kana anfa'a lilmasakin, vyakula hivyo pamoja na kwamba vinamnufaisha zaidi maskini, liqillati almauna walkulfati fihi, kutokana na uchache wa gharama na taklifu ndani yake, faqad yakunu alhabbu anfa'a lahum lituli baqaihi, inawezekana nafaka ikawa inawasaidia zaidi kwa wao kwa sababu ya kudumu kwao muda mrefu, kudumu kwake muda mrefu. Mtu umempa nafaka kama ni mchele, weza katoa fitri yako pengine ni kilo 50, kutokana na watu wengi watu waliokuwa nao, ukampa kilo 50, zitamsaidia siku ngapi? Zitamsaidia muda mrefu. Lakini je, ukimpelekea jungu la pilau, kwamba bwana brigade ya pilau hii hapa kilo 5 kilo 20, kula hiyo, atakula siku ngapi? Itakuwa ni masala ya kuanika au kuweka kwenye mafriza. Sasa mara wali waanikwa, wapashwa moto, watu waje kula, shida tabu tayari. Lakini ukimpa nafaka inakuwa ni anfa. Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yukhrij min quti baladihi mithla al-aruz wa ghayrihi, atatoa chakula cha watu wa mji wake mfano mchele na vingineo. Walau qadira ala al-asnaf al-madhkura fi al-hadith, na lau kama mtu ataweza kutoa zile sampuli zilizotajwa katika hadithi, wa huwa riwayat an Ahmad wa qawl akthar al-ulama wa huwa asahhu al-aqwal, fa inna al-asla fi as-sadaqat annaha tajibu ala wajhi al-muwasat lil-fuqara. Akiweza kutoa zile sampuli zilizotajwa katika hadithi, nayo ndio riwaya iliyopokewa kwa Ahmad, asema wala hata kama ataweza, hata kama, narudia tena, atatoa chakula cha watu wa mji wake mfano wa mchele na vinginevyo, hata kama ana uwezo wa kutoa sampuli nyingi zile zilizotajwa katika hadithi. Una uwezo wa kutoa shairi, una uwezo wa kutoa tende, una uwezo wa kutoa kadha, umefahamu? Lakini utaangalia watu wa mji ule wanakula kitu gani. Kwa watu wengine kwao mchele, kula wali ni kama vile kumpa biskuti, yani bado hajakula, ni chakula kama cha kujifurahisha hivi. Wanakula wali, chakula cha watoto kujifurahisha. Watu wazima hawali chakula hicho. Kwa hiyo hakiwafikishi mali pote, kwamba wali zishibi, hata ukimpiga kilo 2 bado yeye hashibi. Kila mmoja na mshipa wake. Kwa hiyo asema hata kama mtu ana uwezo wa kutoa sampuli zilizotajwa katika hadithi, na hiyo ndio riwaya Imam Ahmad na kauli ya wengi katika wanawachuoni, na ndio kauli iliyo sahihi, kwa sababu asili katika sadaka ni kwamba inapasa kwa namna ya kuweza kumliwaza fakiri. Ndio maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika fatawa yake. Wa amma ikhraju al-qima, hili swala jingine tusajipi, ama kutoa thamani sasa an zakati al-fitri, badala ya zakatu al-fitri. Maana watu wanakuja na kauli kwamba bwana wajua sasa yule kampa mchele, yule kampa mchele, mwingine kampa ngano, mchuzi atapata wapi? Kuni atatoa wapi? Kwa mimi afadhali nimpe pesa akanunue kuni, akanunue mboga, akanunue hiki. Fa amma ikhraju al-qimati an zakati al-fitri, ama kutoa thamani badala ya zakatu al-fitri bi an yadfa badalaha darahim, kwa kutoa badala yake dirham, fa huwa khilafu sunna, hilo jambo hilo ni kinyume na sunna. Fa huwa khilafu sunna, hiyo ni kinyume na sunna. Fala yujzi, haitoshelezi, kwa sababu darahim zilikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hazikusanywa darahim, dinari na dananir, dinari na darahim kwa ajili ya nini? Ya fitri. Wewe ukishaona kwamba huyu hana mchuzi, basi mpe zakatul fitri na mpe na pesa, au mtafutie jogoo mpe. Tutafuta tena masala ya kisu, kama sasa hana kisu, sadaka wewe mfanyie kila kitu mpaka atafuniwe. Kwa haitatosheleza, ni kinyume na sunna, لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وسبب haijawahi kunukuliwa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wala kwa yoyote katika masahaba zake ikhraju alqima fi zakati alfitri, kutoa qima, kutoa nini? Thamani badala ya zakatu alfitri. Thamani zilikuwepo, pesa zilikuwepo,
lakini watu walikuwa hawatoi, walikuwa wakitoa ile zakatul fitri. Kwa hiyo kama ukiona mwenzako ametoa 5, wewe zako 10 mpe, itamfaa leo na kesho kutwa. Hana mchuzi, msaidie, bado mlango wa kusaidiana upo. Mlango wa kusaidiana bado upo, haujafungwa kwamba ukishatoa fitri basi. Unaweza kutoa fitri na pesa juu yake ukampa. Hii ikawa ni fitri yako na pesa ikawa ni sadaka. Tumeelewana? فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يعطي القيمة هذا هو ثمان. قيل له قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة. akaambiwa watu wanasema Umar ibn Abdul Aziz alikuwa akichukua thamani. قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, akasema wanaacha قول ya mtume صلى الله عليه وسلم, ويقولون قال فلان, na wanasema amesema mtu fulani. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر صاعا من كذا ومن كذا الحديث. na aliyekuwa ibn Umar yashasema radhiallahu anhuma kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amefaradhisha zakatul fitri pishi, akataja vyakula kama ilivyokuja katika hadithi. ولا بد أن تصل صدقة الفطر إلى مستحقها في الموعد المحدد لإخراجها. hili jambo jingine muhimu, hapana budi zakatul fitri imfikie anayestahiki katika muda wake uliopangwa katika kutoa, au tasila ila wakilihi alladhi amadahu fi qabdha niyabatan anhu, au imfikie wakili wake, yani tuseme agent wake, tusemaje, mwakilishi wake, sio wakala wake, imfikie wakala wake ambaye yeye amemweka kwa ajili ya kumpokelea zaka hiyo kwa niaba yake. fa in lam yajid ad-dafi'u man arada daf'aha ilayhi, akitopata mtoaji yule anayetaka kumpa, walam yajid lahu wakilan fil maw'id al-muhaddad, wala hakumpata yule mwakilishi wake katika muda uliopangwa, wajaba daf'uha ila akhar, itapasa kuitoa zaka hiyo kumpa mtu mwingine. وهنا يغلط بعض الناس بحيث يودع زكاة الفطر عند شخص لم يوكله المستحق. na hapa wanakosea baadhi ya watu kwa sababu wanawapa zakatul fitri watu ambao hawakuwakilishwa na yule anayestahiki. wa hadha la yu'tabaru ikhrajan sahihan, na hii haizingatii kwamba ni kutoa sahihi li zakatul fitri, fayajibu tanbihu alayhi, itakuwa ni wajibu kutanabaha. yani wampa mtu ambaye bwana nataka mpe, si mtu aliwakilishwa kutoka kumpokelea mtu zakatul fitri, mpe mwenyewe, mtume mtoto mpelekee mtu fulani, lakini sio mpe mtu bwana fitri yangu hiyo, utampa mtu fulani na si ambaye amewakilishwa kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo watu takiwa tanabahi ili zaka si zikachelewa kufika kwa wenyewe. Na katika miji mingine utakuta hupati wa kumpa zakatul fitri. Kwa hiyo kama hapatikani katika mji huo utatoa kwenye mji mwingine. Kama mfano watu wanaishi Europe na sehemu nyinginezo, pengine asipate mtu wa kumpa fitri yake, na ukimpelekea mtu unaona kama umemdharau. Kwa hiyo utatoa katika sehemu nyingine ambayo unaona kwamba kuna watu wanastahili kupewa zakatul fitri. Kwa hiyo watu wajitahidi katika swala la utoaji wa zakatul fitri, ni kitu kinachowezekana maadamu wewe ushamiliki chakula chako cha siku ile, kwamba chakula changu ni hiki na una pesa za ziada, badala kuna kununua vocha, kuna kununua hiki, kununua hiki, toa fitri. Kwa hiyo shilingi ngapi fitri? Ikiwa kilo 2 na robo ni shilingi ngapi? Zafika 1500? Hazifiki 1500. Sasa kwa nini utoe zakatul fitri? Sasa watu wengi naingia katika watu katika fitri hawatoi zakatul fitri. Kule vipi fitri kuiko? Wewe una 1500 ya kutoa, kanunue mchele utoe kilo 2 na robo. Kilo shilingi ngapi? 1400 au 1500 tujali. Kilo 2 ni shilingi 3000. Robo sasa 750, hiyo ni nusu 750. 150. Hapo jali 150, 1400. Hiyo 1000 iliyobaki kanunue vocha sasa katika 1500 yako. Washinda kutoa zakatul fitri. Kila siku utakopa fitri vipi huko? Yaani watu waona kwamba wanaweza kutoa, watu wanatakiwa kutoa zakatul fitri ni Waarabu. Kwa vile mkitoa vile viroba vya mchele vya ngano nikana
sadaka zimekuja sasa, watu wapenda ni kupewa tu. Kwa hiyo toa zakatul fitri, andaa fitri yako ika pembeni. Waweza kujitolea wewe mwenyewe, mke wako, watoto, basi piga hesabu, wanunua kama ni kiroba chako cha ngano, wapima, au wampelekea mtu nyumbani fulani kwamba hawa wenzetu ni mafakiri, haya bwana, hawa ni maskini, wampa jirani yako, wampa jamaa yako, wampa muislamu mwenzako, mpe fitri, naye atumie kila siku ile chapati mpaka 6 Shawwal ishi. Kwa hiyo ndio njia sawa sawa, na watu wajitahidi kufanya hivyo, na hii ni khair na ni wajibu, na usipofanya hivyo pata dhambi. Wallahu ta'ala a'lam. Maswali? Naam. Zakatul fitri haipewi, humpi mtu ambaye yuko chini yako, ni wajibu kwako wewe kumlisha. Kama ni jamaa yako, ndugu yako ambaye ni wajibu kwako wewe kumpa matumizi, haitafaa kumpa zaka. Kama ni mtu mbali ni katika jamaa zako utampa, lakini katika watu ambao kama baba, mama, watoto, wajukuu, wale watu wa karibu ambao mtu anaishi na wewe, yuko kwako, chakula chake kiko juu yako wewe na gharama zake, hutampa fitri. Ni kufanya ujanja wa kuirudisha hapo hapo. Kwa hiyo mpe mtu ambaye katika jamaa zako. Kwa hiyo kama ni ndugu yako yanajitegemea kwa mbali, unaweza kumpelekea fitri hiyo. Na Muislamu anafunga mwezi mzima bila sababu. Tujalie bila sababu. Kumbe tujalie, unajua ipo hiyo. Naam. Je, hapo hali yake kiuchumi ndogo. Yaani anastahili kutoa zakat. Je, utampa zakat? Kama ni Muislamu utampa, lakini bila, kwa nini afungi? Muislamu upewa fitri, upewa zaka. Zaka upewa hata almuallafat qulubuhum. Muallafat qulubuhum ni watu ambao pia mara nyingine wanaweza kuwa si waislamu. Akapewa zaka kwa lengo la kumpendezesha kwenye Uislamu, au pengine ni mtu wa shari kutaka kuiteremsha shari yake. Na watu wengine walivyo, hata kama mtu ana kazi, ana shughuli, lakini kula tu unaweza ukamdhalilisha, ukamlainisha, akawa laini kwako. Kula tu, ana uwezo, ana hiki, lakini kwamba bwana, haya mzee, sasa fitri hii bwana, kirobo cha ngano kilo 50. Basi anateremka mjini mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kutoa fitri kumpa muallaf, mtu ambaye anatarajia khairi yake, au kwa ajili ya kumkinga mtu na shari yake, au muislamu au sio muislamu. Ndio imewekwa fungu la almuallafat qulubuhum. Wallahu a'lam. Naam. Wengine hukusanya kichiro yao katika viwanja vya Eid, alafu baada ya swala ile zaka zinagaiwa. Utaratibu sisi hatujauona kama zakatul fitri yakusanywa katika viwanja vya Eid. Ili bora mtu atoe zakatul fitri mwenyewe, iliyokuwa bora, ila kama hana namna isipokuwa kumwakilisha mtu inakuwa ni khair. Na sijaona utaratibu huu wa kutoa zakatul fitri kwenye viwanja vya Eid. Unasikia kwako, lakini watu wanaweza wakawakilishana kama fulani na fulani, basi wasimamie kuwagaie watu kama mna sehemu ya kufikirika, kapeleka kama wakala tu hivi, kurahisisha mambo, ili pia sipatikana mgongano katika utoaji wa zaka. Kagadiria kama mtu fulani kilo 20, mtu fulani kilo 20, kilo 20. Khair, hii ni khair kubwa sana. Kama sote tutatoa zaka ni kilo ngapi? Kila mmoja mtulie familia yake, afutoa hapa waislamu wenzetu. Ni khair. Naam. Tunazungumzia kipimo viwili hivi. Kuna kipimo cha ujazo na kipimo cha uzani au uzito. Sasa mara zote mimi nikisikia pishi huwa napata picha kama vile kopo fulani, alafu vitu vinawekwa ndani. Kwa hiyo hii hapa inakuwa inapima ujazo. Sasa kwa mfano ukichukulia kopo moja ama kopo ya kawaida, kopo moja la unga, kopo moja la mchele, hilo uzito wake utakuwa tofauti na hilo kopo kijazwa ngano. Sasa huu uhusiano kuhusianisha kwamba pishi moja sana kilo moja, kilo 2.5, naona kama vile kwa kuchukulia katika chakula baina zote itakuwa hiyo ni ghaliban, wanatumia hapo katika njia ya ghaliban, na mara nyingi wanapotaja wanasema takriban. Na hii pia sio bidhabt kama ni kilo 2.5, inaweza kazidi kidogo ikapungua kidogo, tegemea na chakula kilivyo.
kwa sababu kilo pishi moja ya tende si sawa na pishi moja ya nini, ya shairi, bila shaka katika uzito. Au ya maziwa mathalan, maziwa na nini, maana pia vimetajwa katika zaka. Kwa hiyo huwezi ukafanya kama ni uzito sawa, lakini wanakadiria tu takriban kama ni kiasi cha kilo, kwa sababu hakukuwa na kuangaliwa sana masala ya kupima kwa mizani hizi ambazo tuko nazo hivi sasa. Mizani zilikuja baadaye, zipo zilikuwepo, lakini ilikuwa shairi sana na mud kilichokuwa kimetangaa sana. Na naona sana kwa watu kama watu wa Madina wanatumia sana saa, wanatumia sana vibabu pishi zile, basi wanatumia hizo. Lakini mizani pia wakitumia, lakini saa zao wakipima sasa mara nyingi hupimwa mchele. Ndio tatizo sasa, ndio hali ilivyo. Ukipimwa kutoka kilo 2 takriban na robo au ziada kidogo, yategemea pia na mchele wa wapi. Kuna mchele mwingine kama kunde, machumba makubwa, mchele wapi? Lakini mchele kama basmati mirefu membamba. طيب نعم. Mfano mtu kwa kiwango kwa jumla kama kilo 5, sasa yafaa ukazigawa zile kilo kama nyingine au moja. Itategemea kuhitajia wenye kuhitajia kwa vipi. Kama wenye kuhitajia kuona kwamba wako wengi na watoaji ni kidogo, basi vizuri badala ya kumpa mtu mmoja wape watu wawili, kama ulivyompa furaha na huyu naye pia. Naam. Kuna baadhi ya vyakula vingine ya miji mingine vyakula vyao si rahisi kupima kwa sawa wala kwa uzito, kama miogo, kama mihogo, ndizi, na unakuta mtu chakula pale ambacho anatumia naona kipenda kama Bukoba huko. Lakini imetaja kiwango hapa. Kwa hiyo tutafanyaje? Na ndizi kusema pima kilo 2 na robo zingia ngapi? Ndizi za Bukoba tena. Na watu wa Bukoba hawali ile ndizi, wale hawajui. Ndio, lakini sio, yani kuna vijiji ambapo okay, kama vile mtu anapokula biskuti, kashata, ugali hauliwi sana. Allahu a'lam, lakini hapa imetajwa saa pishi. Kwa hiyo taangaliwa namna utoaji wake, kwa sababu huwezi kupima ndizi wala huwezi kupima muhogo. Kuna baadhi ya miji watu wanakula makopa tu, ugali wa muhogo ndio chakula, na ndizi wenyewe wanazipika vile vile, sio kama wanasaga kama unga wa muhogo. Labda manake unga wa muhogo unaweza kusema basi ngoja ni usage unga alafu nitatoa unga, lakini ndizi hasifanywi namna hiyo. Kwa hiyo hapo unakuwa na mtihani. Watapewa chakula kingine ambacho ni maarufu kinacholiwa katika mji huo. Kuna basi mashaikh wao watajitahidi, watajua namna ya kufanya jitihadi. Naam. Na unaona na mtu ambaye amechelewa kutoa zakatul fitr kwa udhur, mathalan wakati ule wa kuwajibika kutoa zakatul fitr alikuwa safarini, ikawa kufika sehemu ambayo anayokusudia kwa wakati, itafaa kutoa baada ya kufika ile wakati? Atatoa qadhaa, lakini la yatham kwa sababu ya udhur. Hatapata dhambi, ataitoa kama vile ambavyo yule ambaye amechelewesha kuitoa na ikaonekana hana udhuru, huyo atakia aitoe na atapata dhambi. Huyu madhambi atamwondokea, madhambi. Wallahu a'lam. Lakini wajibu wa kutoa zakatul fitr utakuwa pale pale. Na katika swala hili tumetangaa hadithi nyingi na nyingine hazijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mashaikh wengi mtazisikia wanataja hadithi hizo kwamba saumu inaning'inizwa baina ya mbingu na ardhi, haipandi ila kwa zakatul fitr. Hii maneno haya hayajathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno haya hayajathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba saumu muallaqun baina as-samai wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitr. Hadithi hii haijathibiti. Iliyothibiti ni hadithi zilizotaja hapa, na ni wajibu wa kwa utoe zakatul fitri.
ni wajibu kutoa zakatul fitri maadamu uwezo wa kufanya hivyo uko nao. Kwa hiyo mtu asije akazembea katika hili. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.